siku ya Jumanne, Alhamis na Jumamosi ndani ya ukumbi wa huduma ya ukombozi uliopo Njia Ng'ombe, Maji ya Chai, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha. Na tumerejea tena hapa studio mtazamaji, na sehemu ya pili ya kipindi cha Nuru ya Ukombozi, na habari kubwa ambayo tunayo hapa studio leo ni kwamba ni ile ambayo inasema kwamba Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amezitaka taasisi za elimu nchini kutowazuia wanafunzi kufanya mitihani yao ya masomo yao kwa kushindwa kulipa ada. Dr. Mwigulu ametoa maelekezo hayo jana bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali kwa waziri mkuu, wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Latifa Hamis Jua Kali aliyetaka kujua mkakati wa serikali kuhusu wanafunzi wanaozuiwa kufanya mitihani kwa kuto kulipa ada. Aidha, waziri mkuu Dr. Nchemba amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuongeza fedha za mikopo kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati ili wanafunzi wengi zaidi wanufaike na mikopo hiyo. Tumsikilize hapa waziri mkuu akiwa anazungumza bungeni jijini Dodoma hapo jana akijibu maswali ya ubunge. Ni wa pande zote kwamba ada zile zinasaidia hivi vyuo ama taasisi zisiweze kujiendesha, hasa zile ambazo hazipokei ruzuku ya serikali kwa kiwango cha kuweza kujiendesha. Lakini upo ukweli kama ambavyo mheshimiwa mbunge alivyosema wa kwamba inatokea katika baadhi ya wanafunzi anakwama kabisa kutokana na mazingira alikotokea. Sasa utaratibu ambao umekuwa ukitumika miaka mingi, hata enzi ambapo hapakuwa na elimu bila ada, ilikuwa ni wanafunzi kuruhusiwa kufanya mitihani, lakini watakapotakiwa kuchukua vyeti vyao watalazimika kulipa kwanza zile ada ambazo hawakuwa wamezilipa. Kwa nielekeze taasisi zetu za elimu kuzingatia utaratibu ule ambao umekuwa ukitumika wa kutokuwazuia wanafunzi kufanya mitihani, kwa sababu mitihani ni jambo la maandalizi. Mwanafunzi anakuwa ameshajiandaa, yuko tayari kwa ajili ya mitihani, na jambo la ada sio la kwake, kwa anapata adhabu kutokana na hali halisi ya kimaisha ya familia yake. Ile ni jambo ambalo si jema. Turejee kwenye ule utaratibu ambao mitihani ikifika wanafunzi wafanye mitihani, wapimwe, kwa sababu hicho ndicho hawapimwi kwa ada, wanapimwa kwa maandalizi ya mafunzo walioyapata, na utaratibu ule wa kwamba atakapohitaji cheti chake lazima awe amemaliza mahitaji yote ya kimalipo ambayo alitakiwa kuyafanya. Sambamba na hilo, taasisi hizi waendelee kuongea na wazazi mara kwa mara, kuwakumbushia kwamba kuna mahitaji ya kifedha ambayo mwanafunzi wao ama mtoto wao hajamalizia, ili waweze kuweka utaratibu wa kuweza kuyalipa bila kuathiri masomo ya mwanafunzi. Mheshimiwa Spika, anayelipa ada anakuwa mzazi, sio mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi jukumu lake ni kusoma, na vyuo pamoja na kuzingatia ukweli ule kwamba vinatakiwa kujiendesha, vinatakiwa kupata fedha hiyo viweze kujiendesha, utaratibu mzuri zaidi ufanyike ule ambao uliendelea kufanyika. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuongeza fedha kwenye upande wa mikopo ya elimu ya juu na vyuo vya kati ili kuongeza idadi kubwa zaidi ya watoto ambao wananufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa Spika, tangia serikali ya awamu ya 6 ingie madarakani, fedha zinazokwenda kwenye mikopo ya elimu ya juu zimeongezeka kwa takribani mara 2, kutoka bilioni takribani 400 hadi bilioni 900 na ziada, jambo ambalo tunaamini limeongeza pia idadi ya wanafunzi wanaonufaika na mikopo. Nitoe rai pia kwa wanufaika ambao waliwahi kunufaika na mikopo kuendelea kurejesha, ili serikali iweze kuwapatia wanafunzi wengi zaidi wigo wa kupata mikopo hiyo na kunufaika na elimu ya juu. Na mtazamaji wa huduma ya Ukombozi TV, ni sauti ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza hapa, lakini pamoja na mambo mengine pia amesema kwamba mwanafunzi kazi yake ni kusoma na anayelipa ada ni mzazi au mlezi na sio mwanafunzi. Hivyo amezitaka taasisi za elimu nchini kutowazuia wanafunzi kufanya mitihani ya masomo yao kwa kushindwa kulipa ada. Ni jana hapo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Latifa Hamis Jua Kali
Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, ndivyo ambavyo tunakifunga kipindi cha Nuru ya Ukombozi. Kwa saa huu endelea kupata nyimbo pamoja na matangazo mbalimbali. Baadaye pale tutarejea na kipindi kingine kizuri kabisa, kipindi cha Meza Huru. Endelea kuitazama Huduma ya Ukombozi TV, endelea kushare na kulike, kusubscribe pia, lakini nisikuache kukukumbusha tu kwamba kesho tuna ibada nzuri ndani ya ukumbi wa Huduma ya Ukombozi. Studioni ni Miriam Sagikia, mwenzangu ni Enoch.